hao. Tayari kikosi kimeingizwa ili tuweze kutoa maelekezo jinsi gani ya kuweza kupambana na watu hao. Kama ilivyo kutangulia kuzungumza ya kwamba kuna mtu wa aina mbili ya ukamataji, ukamataji salama na ukamataji ambao kwa uhalisia. Katika ukamataji huu tutatuma mtu wa ukamataji salama ili kuweza kutawanya hao waandamanaji, na kama tutaidi basi mtu wa ukamataji halisi ataweza kufanya kazi, ataweza kufuata kama yeye. Tukifika tunatoa maelekezo na viongozi wao ili kuweza kufanya hiyo kazi iliyo mbele yao. Lakini kabla ya kupambana na watu huo, kikosi hiki kinafuata taratibu zote ili kuweza kutoa tahadhari kabla ya kutumia nguvu. Kikosi kinatoka mbele ili kuweza kupambana na waandamanaji. Hii ni section ya ilani. Kabla ya kufanya tukio lolote la vurugu, lazima watakiwa kutoa ilani ili kuashiria wananchi hao waondoke kwa amani, la sivyo basi nguvu za kisheria zitatumika. Kama mnavyoona, hiyo ndio ilani inatolewa, lakini yaelekea waandamanaji hao bado wanakaidi ilani hii iliyotolewa. Kwanza kabisa tutatuma kutoka viongozi kubana na waandamanaji hao watakaposhirikana tabiri kutumia mbwa wa ukamataji salama. Sasa na viongozi chini wa kuweza kutumia waandamanaji hapa mbwa wa ukamataji salama watatuma kuweza kupambana na waandamanaji hao. Section ya mbwa kusonga mbele ili kuweza kupambana na waandamanaji. Kazi yake kushia ili waandamanaji waweze kukimbia. Kama itashirikana basi mwanadamu halisi anaweza kufanya kazi hiyo. Jambo lingine waandamanaji hao karibu na mbwa wa ukamataji salama wameshindwa kutekeleza kazi hiyo. Mbwa halisi wa ukamataji wanakwenda kupambana na waandamanaji hao. Huyo ni mbwa wa ukamataji halisi. Huyo mbwa huyo ana madhara ya kuuma. Amekamata pale. Hiyo ni section ya huduma kuweza kwenda kuokoa majeruhi. Kama hapo waliumia basi waweze kupatiwa tiba na baadaye kuchukuliwa hatua za kisheria. Pamoja na kulicha pia kuna farasi wa polisi. Kazi ya farasi wa polisi ni kushirikiza misafara ya viongozi, kutuliza ghasia ya pale panapotokea machafuko na pia kufanya doria maeneo mbalimbali ya miji.